Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema hakuna lililofichwa katika Bwana, hakuna lililofichwa katika Bwana. Yale mambo yote ambayo yanakuwa yakifanyika na wanadamu yako wazi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua hakuna lolote ambalo mwanadamu anaweza akamficha Mungu, au hakuna lolote ambalo mwanadamu anaweza akafanya kwa siri asionekane. Tunajua kabisa Mwenyezi Mungu amekwisha kuziumba mbingu na nchi na akatenga kati ya nuru na giza. Ina maana yale matendo ya giza ni ya shetani na yale matendo mema ni ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo yule ambaye anafanya masuala ya dhambi, ina maana moja kwa moja yupo katika upande wa giza, ina maana anaongozwa na shetani. Ikiwa kwamba mtu anaua, mtu anaiba, mtu anafanya uchawi, shetani katika upande wake yeye anamuona na yeye ndo anayemtuma. Na pia kama anamuona yeye, ina maana mpaka wale agenti wake wanamuona huyo mtu, wale wote ambao wapo katika ulimwengu wa shetani. Kwa sababu gani? Hiyo ndiyo kazi yao. Ina maana kuua kwao ni kawaida katika ulimwengu wao, kuua ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndio maana tunaangalia katika ulimwengu wa mwili, hawa wanatengeneza ajali mbalimbali katika kuua. Ina maana katika mambo hayo yote ambao wanakwisha kuyafanya, hizo ndiyo ibada zao ambazo wanakwisha kuzifanya. Hivyo basi katika upande wa Mungu, huku ni ambako ni upande wa nuru, na maana huku ni mema tu ambayo yanafanyika huku. Ina maana ndugu yangu, ikiwa kwamba wewe upo katika upande wa nuru, ndugu yangu, jua kabisa inatakiwa utende mema, na ukitenda mabaya, ina maana hauwezi ukajificha. Ulimwengu wa giza unaonekana na pia ulimwengu wa nuru unaonekana. Kuna wale watu ambao walienda kufanya uzinzi na uasherati katika maeneo ya mbali na pale ambapo wanakwisha kuishi, lakini hayo matendo yote yalifunuliwa, yakawekwa wazi. Wakaanza kushangaa, mbona tulikuwa wawili, ni kitu gani kimetokea? Sio kwamba mlikuwa wawili, kulikuwa kuna ushahidi wa giza ulikuwa unashuhudia, na asili zako zinakuwa zimewekwa wazi. Wewe ambao unafanya uzinzi unafunuliwa katika ulimwengu wa giza. Ina maana agent wote wanakuja wanashuhudia kile kitu ambacho unakwisha kukifanya. Ina maana pale ambapo unaishi kuna majirani ambao pia ni wachawi. Ina maana umeenda kufanya uzinzi, tayari umekwisha kuonekana, alafu unasema kwamba umejificha. Ina maana wale wanakuwa wanajua siri zako zote. Ina maana ndugu yangu, natakiwa uishi katika matendo mema. Wewe unaenda kufanya uzinzi, uasherati na una ndoa, ndugu yangu, jua kabisa hayo mambo yote yapo wazi. Tukisoma katika kitabu cha Yeremia sura 23 mstari wa 24, kinasema kwamba je, mtu yoyote aweza kujificha mahali pasiri nisimuone, asema Bwana? Je, mbingu na nchi hazikujawa nami, asema Bwana? Mwenyezi Mungu anauliza, je, mtu yoyote anaweza akajificha mahali popote pasiri nisimuone? Anasema kwamba hivi vyote amekwisha kuvifanya yeye, mpaka huko kuzima amekwisha kuumba yeye. Hivyo wewe ambaye unajificha kwa wanadamu, jua kabisa Mungu anakuona. Na pia Mwenyezi Mungu akichoka na maovu yako anayafunua kwa wanadamu, nao wayaone. Kwa sababu gani? Ya ugumu wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ikiwa kama hao wagiza wanafunuliwa maovu, kwa nini Mungu asiyafunue hayo ambao unakwisha kuyatenda, na wakati tayari amekwisha kupa mke mwema na pia amekupa mume mwema? Unakuwa unaizalau ndoa, na wakati Mwenyezi Mungu amesema ndoa iheshimiwe na watu wote. Hivyo wewe ambaye ulikuwa unatenda matendo hayo, ni wakati wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tulisoma katika kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 17, kinasema kwamba kwa maana hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Bwana Yesu asifiwe
Tena tunasema katika roho, wale wote wachawi ambao unakuta wanaloga, wanafunuliwa, wanaonyesha maungo yao, wanaishia kuaibika, ina maana wanashindwa. Wale wote ambao wanafanya uzinzi wanafunuliwa, wale wote ambao wanafanya uzinzi wanafunuliwa, wale wote ambao wanafanya uwaji wanafunuliwa, wale wote ambao wanakuwa wanaiba wote wanafunuliwa. Ina maana lile jambo ambalo wanalifanya kwa siri, na maana Roho Mtakatifu yeye anayafunua yote, na ndio sababu kwamba watu wengi wanampinga sana Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo kweli ya ukweli wote. Bwana Yesu asifiwe. Tena na sababu ya Mungu kufanya hivi, anataka kila kitu kiwe huru. Pale ambapo walimweka mwanadamu huru, kinasema katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 8 mstari wa 36, kinasema basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Maana hatutoangaika tena na mambo ya huku wala huku. Ina maana kwa sababu tutakuwa tumeshaijua kweli na kila kitu, ina maana sisi ambacho tutakachokifanya tutaenenda katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe ambao unaenda unafanya uzinzi huko na huko, wewe ambao unafanya uasherati huko na huko, wewe ambaye unaiba, wewe ambaye unaua watu, ndugu yangu, siri zako zipo wazi, kwa sababu hakuna kilichofichwa mbele za Bwana. Mwenyezi Mungu anauliza, je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Mwenyezi Mungu anauliza, je, si yeye aliyeziumba mbingu na nchi? Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema, je, mtu yoyote anaweza akajificha mahali popote nisimuone? Mwenyezi Mungu anauliza hivyo. Dhambi zote ambazo umekwisha kuzifanya katika siri, Mwenyezi Mungu amekwisha kuziona. Hivyo kabla hajazifunua kwa watu, ndugu yangu, inatakiwa utubu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tubu, nenda katika matendo mema. Mwenyezi Mungu anasamehe na kufuta dhambi zote. Iwe uliua, iwe ulifanya uchawi, uliloga watu, iwe ulizulumu, iwe uliiba, ulitukana watu, ukazalau watu, ukatamka wale maneno ambayo hafai, ndugu yangu, ni wakati wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.